Jom TV Online. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Ambavyo itawafaa kwa umri wao, wasile mavyakula ambayo kama mapilau, mabiriani na manini, lakini wale vyakula vya asli na wale fruti sana, wale matunda sana na mboga sana. Pia tumewafundisha kwenda kupanda mabustani za mboga, tumewafundisha kufanya mazoezi kwa mujibu wa umri wao, na tumefanya mambo mengi ambayo sisi tumeona yameleta matokeo mazuri. Pia katika hawa CHV ndio tuliwafundisha na wao vipi kwa mpaka tukawapa na vyombo vya kupimia pressure na kupimia sukari. Sasa baada ya muda huo wote, sasa tumekuja leo katika mkutano wa leo kuja kutathmini kwamba zile kazi tulizofanya matokeo yake yakoje. Fanikiwa kuliko tulivyokuwa tumetarajia. Sisi lengo letu kubwa ilikuwa ni kuwachechemua our community health volunteers katika utendaji kazi wao, lakini wameenda extra mile. Wamefanya zaidi ya yale matarajio, kwa maana ya kwamba wameweza kuwafikia wazee katika utaratibu wa kutoa huduma, kwanza kabisa huduma za kisaikolojia, kwa sababu sisi tulikuwa tunawajenga waweze kutoa huduma za psychosocial support kwa wazee, lakini pia waweze kutoa zile basic services, health services kwa wazee. Kwa mfano kutoa shughuli kuwahudumia wazee katika huduma zile za majumbani, home based care. Kwa mfano mzee ambaye labda anahitaji kupima sukari, kuweza kupima pressure, kuweza kupima joto, kwa hasa katika vile vipimo vya awali vya kuweza kutambua hali halisi ya afya ya mzee. Na hilo tumeona wamelifanya vizuri, lakini pia kingine kwenye upande wa kutoa huduma za majumbani tumeweza kuona kikubwa walichokifanya hasa katika masuala mazima ya magonjwa ya non communicable diseases au magonjwa yasiyoambukiza. Tunaweza kusema tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu CHV hawa wameweza kutoa elimu kwa jamii kwa ujumla, lakini elimu kwa familia za wazee, elimu kwa wazee wenyewe, wameweza kufikiwa na kuweza kujua umuhimu kwanza wa kuchunguza afya zao. Na kuona ni si mara moja si mara mbili kwa mko competent. Hata kulikuwa kuna function kubwa verde kule ya masuala ya tathmini ya mkutano wa mwaka wa vifo vya mama na mtoto au ya RCH. Kulikuwa na CHV wakajieleza very competent mbele ya watu zaidi ya 1000 tulikuwa pale pale. Kwa hiyo mnafanya kazi vizuri kweli kweli. Lakini hiyo ilikuwa kwa ujumla wake, lakini niwashukuru sana watu wa shehia hizi za tatu, especially shehia ya Kianga. Na ninawisha uso, mnafanya kazi vizuri sana. CHV tulikuwa tunatibu mama na mtoto, lakini baada ya kuja hao ujuwaza, kumbe kulikuwa kuna wazee katika jamii wana changamoto na wanataka huduma. Kupitia juwaza wametufundisha jinsi ya kuwapa elimu, jinsi ya kuwashauri na jinsi ya kufanyisha mazoezi pamoja na kuwapima pressure na sukari. Na tunamshukuru Mungu tuliendelea hivyo kwa kuwapima nyumba kwa nyumba na kuwafanyia outreach. Na sasa hivi alhamdulillah wazee wanaendelea vizuri. Mfano wa hayo leo tumeenda kwa baadhi ya wazee wa shehia ya Kianga ambao wanasumbuliwa na sukari na pressure. Tumemkuta mzee mwenyewe anajielezea. Mwanzo kabla huduma hii haikuanza alikuwa anakaa nyumbani bila kupata ushauri wowote, na alianza pressure ikiwa ni 292 chini ya 103, lakini mpaka sasa hivi anaendelea na 160, kwa maana kulingana vile huduma tunavyowapa wanazidi kuimarika. Upimaji wa pressure, sukari, urefu na uzito ili kujua afya ya mtu husika, na shughuli ambazo tunazifanya jamii wamezikubali na wanatutafuta kwa ajili ya kuwapatia huduma, pia kuwapatia rufaa kwenda vituo vya afya kupatiwa dawa.